taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu, mahali popote ambapo unaendelea kututegea sikio, ni ukaribishi kwa mkunjufu kwa ajili ya kuweza kusikiliza ukurasa wa habari zetu kwa siku ya leo. Ukurasa huu ambao unakupigwa na habari muhimu leo hii, ripoti za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku naitwa Wasudi Valente Isaac Murucha Ashibe, yuko upande wa pili kunako dawati na mitambo. Mpenzi msikilizaji, hivyo na kualika kwamba nami mwanzo hadi mwisho kunako uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Kama nilivyokujuza yakoa, ukurasa wetu unakubikwa na habari muhimu za siku ya leo za somo naye Bomesa Di François. Karibu. Ni kushukuru sana Wasudi Valentin. Msikilizaji, habari muhimu tunazianzia huko Kabare, jimboni Kivu Kusini, ambako shirika la raia limehomba kwa raia kulinda vema mazingira ndani ya mbuga la wanyama la Kahuzi-Biega kwa kutoendelea kukata miti na kutega wanyama patikanao ndani. Ukuli kiomba pia viongozi mbalimbali wa serikali kufanya nguvu ili walinzi wa mbuga hilo warudi tena kwa ajili ya kulinda eneo hilo. Lakini pia katika habari za kimataifa, waziri mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Bi Judith Suminwa Tuluka amehakikishia raia wa mkoa wa Kasai Central kuwa muda huu ni wa kutekeleza ahadi zote za rais alizozitoa wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2023 mkoani humo. Ni hayo tu kwenye habari muhimu, mwenzangu Wasudi Valentin. Ni sema asante sana mwenzangu Bomesa Di François kwa ukurasa wako wa habari muhimu. Hivi sasa tuingie kwa ndani uchambuzi wetu wa habari, tukianzia hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba usalama bado waimarika kwa sasa mjini Baraka kutokana na hali ya kupigwa kwa risasi kiolela na baadhi ya vikosi vya wazalendo siku zilizopita, hali ambayo imepongezwa na malida wa eneo hili. Olfe Yamone Akamengele ni moja ya malida wa mji wa Baraka, amesema kuwa amepongeza vyombo vya usalama kwa juhudi zao ili raia kuishi na utulivu. Huyu hapa amezungumza na redio ya kijamii Kivu. Kwa sasa tunaweza kwanza kupongeza hatua ambazo zilichukuliwa na uongozi wa Kizalendo, pia na uongozi wa FRDC na uongozi wa Police Nationale Congolaise PNC, kwa sababu ni hatua mkubwa, tena hatua kali ambayo kwa sasa inaenda kufanya jiji la Baraka na tarafa la Fizi chukuliwa kama vile paradiso kiusalama. Paradiso kiusalama kwa sababu gani? Ile hali ambayo kila siku usiku masase kulia ovyo ovyo, kila siku mchana mtu kutanana na mzalendo, ukikutanana na askari jeshi wa kitaifa, ukikutanana na askari jeshi wa kipolisi, anakuambia ukiongea naye vibaya atakupiga masasi. Ukikutana na mzalendo kimuonyesha ndugu hapa upashi kufanya hivi, anakupiga makofi. Na palikuwa terme ambayo ilikuwa imeshavuma kusema kwamba wakati watu wanakutanana kwenye kikundi, wa zalendo wakipita, wa askari jeshi wa FRDC wakipita, wa polisi wakipita, watu wanasema ananiano shingo ananiano, tokeni hapa, panaweza kuwa padogo. Na ile ilifanya raia wengi kuogopa sana, kwa kuwa kweli bunduki haikuwa tena na wakati gani ambapo inaweza kupigwa. Watu tukua tunajua kama tuko katika vita katika jiji la Baraka wala ni nini, kupitia ile azimio ukuu viongozi wa wazalendo, kupitia decision ya FRDC na PNC, kwa sababu wanatumika pamoja, amani inakuwa inadumu. Atusikii tena kamwe mlio wa risasi, amani inakuwa kabisa ya kudumu. Na kwa hiyo hatua tunapongeza na kusema merci sana raia wa jiji la Baraka, raia wa tarafa la Fizi, wanapongeza sana hatua hiyo ambayo ilichukuliwa na wakuu wa wazalendo na wakuu wa FRDC.
Kisha kutoka hapa katika mji wa Baraka tujielekeze huko Kabare. Ni kwamba shirika la raia tarafani Kabare limeomba kwa raia kulinda vema mazingira ya ndani ya mbuga la wanyama la Kahuzi-Biega kwa kutokuendelea na kukata miti na kutega wanyama wapatikana ndani, huku likiomba pia viongozi mbalimbali wa serikali kufanya nguvu ili walinzi wa mbuga hilo warudi tena kwa ajili ya kulinda eneo hilo. Katika mazungumzo na Radio Kivu, Bwana François Mubalala, mwenyekiti wa shirika la raia Pamudusa tarafani Kabare, amesema kuwa hadi sasa ndani ya mbuga la wanyama la Kahuzi-Biega eneo linalokadiriwa hekta 1 ndilo tayari kutumiwa na raia. Huyu hapa, tumsikilize. Na kwa leo bahati ambayo tunakuwa nayo ya kupata kamvua kadogo na labda kupata ka klima kenye kako tempere ambako hakako kakifukutu ama hakako baridi zaidi, ni kwa sababu tungali tunaona hii parke ingali pale ingali inatusaidia. Ndiyo maana kwa leo tunaomba watu wote ambao wanaishi kando ya parke wawe na hiyo moyo mwema, wakuwe plus responsable na wakuwe na conscience. Wote pamoja tungelipashwa kuproteger hiyo parke, kuitunza vizuri, kwa sababu inatusaidia labda kwa kupata mvua, kwa kupata yale ambayo tunayoyapumua. Sote tungelipashwa kujihusisha kwa kulinda hiyo mazingira. Tunaomba pia wakuu viongozi wote kwa ngazi zote watumike namna iwezekanavyo kwa haraka. Hata vile wa viongozi wa PNKB wote wangetumika kwa haraka ili kwamba wapate kufasilite retour ya wagarde parke warudi ndani ya parki, ili kwamba wapate kusove na kuprotege kila ambacho kinaweza kuwa tena protege, kwa sababu kwa leo tunaona inakuwa zaidi ya hektari 1 ambayo tayari imekusha kuwa exploite kiolela na wakaaji, na hii kabisa haioneshe sura nzuri, kwa sababu sisi sote tunahitajiwa kulinda mazingira, kwani inasemeka kwamba ukiharibu mazingira ni kusema kwamba wewe mwenyewe unapaswa unajiharibu. Msikizaji, hivi sasa julikete kunako kurasa wa habari za michezo na mwenzangu Mari Makelele Uzele. Asante sana Sudi wa Sudi Valentin. Leo katika habari za michezo namba 9 barabara kabisa na pepea mgongoni. Tuanze na habari za hapa katika mji wa Baraka kule katika manispaa ya Katanga. Ni kwamba mwenyekiti wa shirika la Subiri Muujiza Wako Bwana Abedi Milingita amekanusha katukatu kuwa shirika hilo alichejeshi tunamenti yoyote pa Katanga. Huyu amesema sheria itafanya kazi yake kwa yoyote anayehitaji kuchafua jina la shirika hilo la Subiri Muujiza Wako. Abedi Milingita akanusha katukatu, tumsikilize. Nimepokea kwa uzuri sana kusikia watu ambao wanahitaji kuchafua shirika letu la kimaendeleo ndani ya tarafa letu la Fizi, ambalo linapendwa na watu viongozi departema zote, kuanza wa baba, wa mama, vijana, wa dada, wa kaka. Inanipa huzuni kwa watu kama nao. Ifahamike ya kwamba siku za usoni kuna watu ambao waliingililia kwenye akaunti yangu ya Facebook wakipirate kutaka kuchafua jina langu na kuanza kuomba watu pesa. Nadhani Parset wangu aliwahi kuandikia grupe zote za Fizi na kila mtu alipenda kusikia hiyo. Sasa cha ajabu mimi niko huku naona wananitumia voice ambayo ni watu wa Flambora, ambayo wanasema tournoi ambayo inachezeka pale ni tournoi ya Subiri, na wakati sisi wanasubiri hatuna lolote. Sisi ni shirika ambalo tuko suteni na mama Semaki Bongo. Tunajulisha vyombo vya sheria, mtangazaji. Na sisi hatuwezi fanya na watu wa ambao au naweza kuwaita wa rebel. Mimi ni mtu wa sheria, niko na document zote za sheria. Mwishowe Abedi Milingeta amesema kuwa tayari uchunguzi wa kina umeanza pa Katanga ili kubaini watu wanaosambaza habari za uongo. Tayari CA iko pale Katanga kwenda kufuatilia hao watu ni wanani ambao walihitaji kuchafua jina la shirika la Subiri Muujiza Wako kwa malengo yao binafsi, kutaka kula pesa za maekipe
eti ni tournoi niko organize na Asumawa, na wakati Asumawa juu nikisema Asumawa ni mimi mwenyewe, nikisema Asumawa nasema ba partenaire abijuu. Sasa wakati mabari itafika kwa partenaire wataniuliza hizo pesa zilitoka wapi, tena wana hata haya tournoi kama ni ya 400 kwanza na ya 400 kwanza sijue kama nafika hata $200 sijue, je ne sais pas juu yenyewe nataka kuchafulisha mtu jina vile. Kisha kudumu kwa miaka kadhaa katika klabu ya Nyota Club de Baraka, hatimaye wachezaji 4 wa klabu hiyo wametundika viatu vyao. Wachezaji hao tutaweza kuwasikiliza katika interview ambayo waliweza kufanya na mwenzangu Sudi wa Sudi Valentine. Mimi ni Jeff Banza Chenga maarufu Miranda. Mimi ni kama vile mchezaji wa Nyota Club ya Baraka tokea mwaka 2013 hadi sasa 2025 ndo nimeacha football. Nimeamua kuacha kucheza football kwa sababu muda wangu haikuruhusu tena na majukumu mengi ambayo niko nayo, nikaamua niache na niachie watu wengine waendelee. No, hakuna kingine ambacho kimesaidia mimi au kimenishawishi mimi kuacha football. Hapana, hiyo tu majukumu niko nayo haikuniruhusu kila siku niko present kwa entraînement, present kwa match. Nikaona kwa ajili ya tofauti olia kukwaza ekipe na kukwaza wenzangu, mwetu niache wengine waendelee. Kwa jina naitwa Faizi Amuri, jina maarufu Itofisi. Waachana na mambo ya soka, ambacho kilinisukuma sana na kuacha ni udhaifu wa mwili. Udhaifu wa mwili ulichangia, japokuwa tulikuwa tunapenda soka lakini mwili afya haikuruhusu. Nikaenda kwenye madaktari, wakaniambia kwamba nisimamishe, inaweza ikaniletea matatizo. Ndio maana nilichukua uamuzi wa kusimama. Nyota Club de Baraka nilianza kuitumikia toka mwaka wa 2013. Kwa majina naitwa Godefroid Eliasi, sagi sote wananifahamia Mtiti. Kwa maisha kwanza na muda sina tena mu vitu vya football. Tulianza mapema na tushavitumikia sana, na kwa saizi naona ni muda wa kuviacha na tuendelee na mambo mengine ya kifamilia na kimaisha. Bo siwezi saulika sezo yetu ya 2017-2018 tulianza hapa, tukajikaza, Mungu akasaidia tukafika mpaka kufazi finali yetu ya Bukavu. Mwishowe mwenyekiti wa klabu ya Nyota Club de Baraka Bwana Shabani Rashidi Dennis ametaja kushukuru wachezaji 4 huku akiwatakia maisha mema. Leo tulikuwa na sherehe, tulicheza match ya jibile juu ya kulaga bandani bashwere wetu baine benye bali staff siku ya leo walisema wanachoka, wakasema nao watachoka vile faut tuifanye officiellement, na kwa siku ya leo tunabalaga juu baende na amani ya Mungu na bataingilia kusogelea karibu ya timu. Ni wajwere 4, wa kwanza ni bwana Faizi Eto namba 11, wa pili ni bwana Miranda Banza Chenga ni namba 6, na watatu ni bwana Jimmy namba 7, na wa 4 ni Godefroid yeye ni namba 5. Hao wajore 4 wamestaafu tangu leo Nyota Club ambao wakacheze tena kwa championa yote ile. Ndugu mtangazaji, naweza sema kazi yao leo nimetambulisha mbele ya watu, wewe mwenyewe umeona. Kwa kuonesha ni wa vijana wa shupavu, walisogelea timu, walikuwa wanachukua timu kama vile timu yao. Kwanza hawakuwa wanachukua timu kama vile timu sema ni wajore, walikuwa wanachukua timu kama vile ni timu yao, na kufuatana ile nilionyesha preve za kuonesha kama nilikuwa na wajali sana, nilikuwa na wapenda, ndio sitaki kuwatupa, nimewatolea ma brevet de mérite. Nimetoa brevet de mérite zitakawasaidia kuonesha kweli ni watoto wazuri, ni wajwere wazuri, ni kwa nao katika timu, na napasha watoa muhali ya amani na furaha. Sudi wa Sudi. Na huko katika kijiji cha Kiriza kule Ubwari ni kwamba kuliweza kupigwa mechi ya kirafiki ndani ya uwanja wa Kiriza Sport, ambapo wenyeji Kiriza Sport waliweza kuwatambia timu ya Tepe Makwa mabao 3-1. Klabu ya Tepe Makwa ni klabu kutoka hapo katika kata la Mwandiga mjini Baraka. Labda uzile hakuna na habari zozote zinazohusu michuano ya ligi kuu hapo nchini Uingereza ambayo ni Premier League. Habari zipo, unajua ligi iliweza kutamatika jioni ya siku ya Jumapili ambako kulipigwa mechi zote zilipigwa, ambako timu ya Bournemouth waliweza kuwatambia Leicester City mabao 2-0. Fulham wakaweza kutepeta mbele ya Shangazi Bela Mjomba kwa kuweza kusalimu amri ya mabao 2-0 dhidi ya vijana wa Manchester City. Ipswich Town wakatandikwa mabao 3-1 na vijana wa West Ham, na Liverpool wakatoka sare ya 1-1 dhidi ya Crystal Palace. Manchester United wakawatambia Aston Villa mabao 2-0. Newcastle
Limassol wakaweza kutandikwa bao 1-0 na vijana wa Everton, na Nottingham Forest wakaweza kupokea kipigo cha bao 1-0 dhidi ya vijana wa Chelsea Blues, na Southampton wakaweza kutandikwa mabao 2-1 na vijana wa Arsenal Gunners, huko Tottenham Hotspur wakaweza kutepeta mbele Sangaze mbele Mjomba kwa kutambiwa maboma 4-1 na vijana wa Brighton. Nakushukuru sana. Asante sana mpenzi msikilizaji, kwa kabisa ndo bado nakuja kujiunga nasi, nikukumbusha ya kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari ya kijamii Kivu kutoka katika moja wa Baraka kuna komita 93.0 FM. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na katika habari za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali huko Kalemi ni kwamba mji wa Kalemi jimboni Tanganyika unakabiliwa na ukosefu wa umeme tangu Ijumaa hii ya tarehe 23 Mei mwaka 2025, huku shirika linalohusika na umeme SNEL likihitaji dola zaidi ya 8,000 ili kutatua tatizo hilo la umeme mjini Kalemi. Olombwe DJ Doctor na ripoti kamili kutoka Kalemi. Ni tangu mnamo majira jioni ya Ijumaa ya wiki hii ndio kulikuweko na ukatika ghafla kwa umeme wa SNEL hapa mjini Kalemi. Hadi sasa mji mzima wa Kalemi na kando kando yake inaendelea kubakia katika giza kubwa. Ndani ya tangazo lake linalokuwa linazunguka kwenye mitandao za kijamii kuelekezwa kwa gavana wa jimbo la Tanganyika la Jumamosi tarehe 24 Mei 2025, kampuni la umeme kupitia division lake husika na kazi ya uzalishaji pamoja na usafirishaji wa umeme Bendera Kalemi inakuwa naeleza kwamba kukatika huko kwa umeme kwa mstusho kunakuwa natokana na pancha iliyokuwa inajitokeza kwenye group principal namba 2 kwenye bwawa la umeme la Bendera inayokuwa inapatikana kwenye kilomita takribani 120 kaskazini mwa Kalemi Center. SNEL inakuwa naeleza kwamba tatizo la upungufu wa maji ndani ya ziwa husika na swala la uzalisho wa umeme linakuwa na hitaji kazi kubwa ambayo itakuwa nasaidia kufungua vema maeneo ya maji kupitia ili kuona namna gani maji iliyokuwa napungua kutoka kwenye kilogramu 67 ya mita kib hadi kufikia 46 inaweza vile vile ongezeka na kutegemea kupata suluhu kwa tatizo hilo. Kazi kama na hiyo kufatana na tangazo hilo la SNEL kuelekezwa kwa gavana wa jimbo la Tanganyika inakuwa na omba kiasi ya dola za Kimarekani 8,306 kwenye kipindi hiki cha giza. Sehemu muhimu moja tu ya Kalemi ndio inaweza kuwa napata umeme kwa muda kupitia grupe ya KVA 500 ya hapo tarafani ya Lukuga, inaeleza tangazo hiyo moja ya SNEL. Wakati ule ni hali kama na hiyo inakuwa natia wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia kutokana na kwamba ukosefu wa umeme unaweza kuchangia kwa kiasi kikubwa cha hali ya ukosefu wa usalama mjini, kufatana na kwamba mji unakuwa nakabiliana na matendo ya ugaidi ikiwemo uwizi wa kutumia silaha pamoja na mapanga. Nikiripoti kutoka Kalemi kwa niaba ya Radio Kivu, Olombwe DJ Doctor. Asante sana Olombwe DJ Doctor kwa ripoti yako hiyo. Hivi sasa msikilizaji, kuna kwa habari za kitaifa ni kwamba amehutubia raia wa mji wa Kananga mkoani Kasai Central waziri mkuu wa nchi ya DRC Judith Suminwa Tuluka, ambaye amesema kuwa huu ni muda wa kutimiza ahadi zote alizotoa rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakati wa kampeni zake kwa raia wa Kasai Central. Mengi zaidi na Isafara Limasu limetinwa ndani ya studio. Waziri mkuu Judith Suminwa Tuluka alielekea Kananga, mji mkuu wa mkoa wa Kasai Central. Baada ya kuwasili kwake, mkuu huyo wa serikali alihutubia Jumamosi ya tarehe 24 Mei 2025 idadi kubwa ya watu wa Kananga kwenye eneo linalojulikana kama Place de l'Independance. Katika hotuba yake, Judith Suminwa Tuluka alitaka umoja wa kitaifa wakati akielezea miradi inayopewa kipaumbele katika mkoa huo, huku akisisitiza juu ya umuhimu wa mshikamano katika nyakati hizi za shida zinazotokana na uchokozi wa Rwanda kupitia uasi wa AFC M23. Namnukuu, DRC inapitia mitihani migumu uchokozi wa Rwanda mashariki, lakini ninawaambia nguvu zetu ziko katika umoja wetu. Hatutaruhusu mtu yeyote agawanye taifa letu.
tukiwa nyuma ya rais wetu Felix Antoine Tshisekedi, tutatetea kila santimeta eneo letu. Kananga kama Goma au Kinshasa ni sehemu ya nchi hii isiyogawanyika, alisema Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka kabla kutoa heshima kwa vikosi vya jeshi la taifa FARDC, polisi wa Giraifa na wapiganaji wa Wazalendo ambao wanapigana na adui mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhakikisha utetezi wa uadilifu wa eneo ya kitaifa. Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka ametangaza ufuatiliaji wa kibinafsi wa miundombinu muhimu. Kati ya miradi mikubwa iliyotajwa ni pamoja na barabara ya Kananga Kalamba Mbuji na ukarabati wa mitambo ya maji. Nitakagua kazi za barabara ili kufungua Kananga. Barabara ya Kananga Kalamba Mbuji ambayo inatengenezwa pia itakaguliwa ili kuhakikisha mageuzi. Mmomonyoko unaoharibu vitongoji vyenu tutapigania na suluhisho la kudumu. Kuhusu bwawa la Katende, kazi hiyo itazunduliwa tena kama mkuu wa nchi anavyotaka. Maji ya kunywa na umeme sio marupurupu bali ni haki yenu, halihakikisha Judith Suminwa Tuluka. Akijua matarajio ya idadi ya watu wa kona mbalimbali za nchi, Judith Suminwa alisitiza juu ya kujitolea kwa serikali yake kufanikisha yote ambayo rais wa jamhuri aliwaahidi wenyeji wa Kasai wakati wa kampeni za uchaguzi. Hii ni moja malengo ya mpango wa hatua wa serikali PAJ 2024 hadi 2028. Niko hapa kusema jambo moja. Jambo lenyewe ni ahadi za rais wa nchi Felix Antoine Tshisekedi katika mkoa wa Kasai Central zitafanyika, sio kesho, ni leo. Serikali hii haitawasahau. Kila pesa inayoibwa katika miradi hii itafuatiliwa na kila kuchelewesha kutahukumiwa. Uvumilivu wenu umedumu vya kutosha, alihakikisha hiyo katika hotuba yake. Tukumbushe kwamba baada ya kutembelea eneo la mashariki mwa nchi siku chache kisha kuchukua madaraka, Waziri Mkuu Judith Suminwa Tuluka tayari ametembelea eneo zingine kadhaa za nchi ikiwemo mkoa wa Grand Bandundu, Tanganyika, Kongo Central, Grand Katanga na Grand Kasai, ambapo ataendelea na ziara yake ya kwenda Chikapa, mji mkuu wa mkoa wa Kasai, wiki ijayo. Ni hayo tu kama habari za kitaifa kwa siku ya leo, na tiririka namna hiyo. Asante sana kabisa mwenzangu Safari Alimasi kwa ripoti yako hiyo. Ndipo kabisa naweka nukta kunako uchambuzi wa habari kwa siku ya leo. Msikilizaji, nikushukuru wewe uliyenitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Vile vile nishukuru jopo nzima la waandishi wa Radio ya Kijamii kibolo nisaidia kuziandaa, ikiwemo Bomesa di François, mchombe wa mkulima na Fatuma, Safari Alimasi, Lemetinware, Omari na wengine wengi. Jina langu naitwa Wasudi Valentin Izake Mulucha Ashibe, alikuwa kwenye dawati na mitambo. Mpenzi msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo ya Radio ya Kijamii Kivu. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.